ya Adamu kwenda kinyume na maelekezo ya Mungu akasababisha utukufu wa Mungu kupungua kwenye maisha yake. Na ninapozungumza utukufu wa Mungu kupungua kwenye maisha yake, sio Mungu aliyopungua, bali mwanadamu ndiye aliyepungua kwenye utukufu wa Mungu. Mungu alimuumbia mwanadamu akae kwenye utukufu wake. Alipotenda dhambi, alipofanya uasi, alipungua yeye kutoka kwenye utukufu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu alipomtizama Adamu hakumuona kwenye utukufu wake ambao alimuumbia akae. Ndio maana Mungu anamuuliza Adamu, uko wapi? Kwa sababu akimwangalia kwenye utukufu wake hamuoni. Na maandiko yanazungumza, yanasema Mungu ni mtakatifu, yeye ni nuru, kwake hakuna giza. Kwa hiyo Adamu alipoenda kinyume na maelekezo ambayo Mungu anaita ni dhambi, ambayo ni uasi, ule uasi ulipokorapti asili ya Mungu isiyokuwa na dhambi ndani ya Adamu, ikapunguza utukufu wa Mungu kwa Adamu. Kwa hiyo Adamu akashuka kutoka kwenye utukufu wa Mungu, akawa tena hana utukufu wa Mungu.